Tumeshuhudia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Young Africans wameibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya JC Kabylie. Lakini Young Africans licha ya kuibuka na ushindi huo mnono ambapo mchezo huo ulipigwa kule New Amani Complex visiwani Zanzibar, Young Africans licha ya kuibuka na ushindi huo lakini wajafuzu hatua ya kwenda robo finali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi moja kwa moja Young Africans wamepeleka malalamiko CAF. Je, unataka ujue malalamiko yanahusiana na nini? Yote utayapata hapa Tubone Media. Nikukumbushe tu endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, na wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media kwenye chaneli yako ya michezo duniani kote na hapa Tanzania kwa ujumla. So hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani utakuwa umejiunga na familia hii ya Tubone Media kwenye habari za michezo na burudani. Hivyo basi tunaenda moja kwa moja kwenye mchezo wa Young Africans ambao ulipigwa kule visiwani Zanzibar, New Amani Complex, ambao ulikuwa unakutanisha Young Africans na JC Kabylie, ambapo Young Africans waliibuka na ushindi wa goli 3-0, kwani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Young Africans walikuwa wanahitaji ushindi mnono kuanzia goli 3 ili waweze kufuzu ligi ya mabingwa, na Young Africans walifanya hivyo, kwani walishinda mchezo huo kwa goli 3-0. Lakini licha ya kushinda wajafuzu. Na je, ni kwa sababu gani wajafuzu? Kwani ukianza kuangalia kwenye msimamo wa Young Africans ambapo kuna National Al Ahly, kuna FAR Rabat, kuna Young Africans, kuna Kabylie, ambapo kundi anaongoza Al Ahly akiwa na pointi 10, lakini akifuatiwa na FAR Rabat akiwa ana pointi 9, lakini watatu akiwa ni Young Africans akiwa na pointi 8 na JC Kabylie akiwa na pointi 3. Hivyo basi Young Africans alimlaza JC Kabylie kwa goli 3-0, lakini mchezo ambao ulikuwa Yanga wanausubiria na walikuwa wanaombea matokeo ni mchezo kati wa Al Ahly na FAR Rabat, ambapo Al Ahly alitakiwa ashinde mchezo huu ili Young Africans wapate upenyo wa kupita kwenye mwanya, maana walikuwa wamelingana kila kitu na FAR Rabat, ambapo Young Africans walikutana na FAR Rabat ambapo watalingana point, lakini wataenda kuangalia head to head. Je, FAR Rabat na Young Africans wote wanalingana head to head, lakini kitu ambacho Young Africans walikuwa wanaenda kulingia ni different ya magoli zidi ya FAR Rabat. Hivyo basi National Al Ahly na FAR Rabat, mchezo ambao ulikwenda kwa sare ya bila kufungana, bila, ambapo imemsababisha FAR Rabat kuwa na pointi 9 baada ya kupata sare mchezo huo na Young Africans kusimama kuwa na pointi 8. Hivyo basi Young Africans wamepeleka malalamiko CAF. Huenda kuna mchezo ambao umechezeshwa hapa kati ya Al Ahly na FAR Rabat, kwani Al Ahly alikuwa anahitaji kushinda hii game ili ajihakikishie kukaa juu na kuhakikisha kwamba Young Africans anapita, kwa maana matumaini makubwa ya wana Yanga yalikuwa mikononi mwa Al Ahly aweze kushinda ili wao wapitie upenyo ule wa kushinda na wawe na different ya magoli zidi ya FAR Rabat, ambapo Young Africans angeshika nafasi ya pili. Hivyo basi wamepeleka malalamiko na wanalalamika kweli kweli Young Africans kwamba kuna kitu kinaendelea kati ya Al Ahly na FAR Rabat, na wameiomba CAF ichunguze juu ya hilo swala linaloendelea. Na lipo kwenye uchunguzi ambapo Young Africans kama watafanikiwa na maombi hayo, basi wataweza kufuzu robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na FAR Rabat na Al Ahly, je, ni kweli kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea au ni FAR Rabat alijitahidi tu na alikamia mchezo huo ili aweze kupata sare? Maana kwenye mchezo huo nao FAR Rabat walikuwa wanahitaji matokeo, either washinde au watoe sare ili waweze kupita, lakini waliweza kutoa sare ya bila kwa Al Ahly, kitu ambacho ni kigumu ukiwa ugenini, hususan kwa timu kubwa kama Al Ahly kupata sare. Lakini FAR Rabat walijitahidi na kupata sare, na Young Africans walimlaza JC Kabylie kwa goli 3-0. Na Young Africans wameomba CAF ichunguze Al Ahly na FAR Rabat kwenye mchezo huo. Sasa tunarudi kwako wewe shabiki, wewe unazungumziaje hili swala? Je, FAR Rabat na Al Ahly, je, kuna kitu kweli wamekifanya baada ya kutoa bila ambapo Young Africans wametoa point kwamba wenyewe kwa sababu ni Waarabu basi wamebebana, kwa sababu ni Waarabu kwa Waarabu wamebebana moja kwa moja wote kwenda kwenye
hatua inayofuata, kwani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika zinaenda timu mbili tu, ambapo timu ya kwanza na timu ya pili. Hivyo basi Al Ahly na FAR Rabat ni timu ya kwanza na timu ya pili ambazo zinaenda kwenye robo finali. Sasa vyote tutakuletea hapa Tubone Media, majibu ambayo atatoa CAF au atapuuzia ombi la Young African, yote tutakuletea hapa Tubone Media. Nikukumbushe tu hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Drop comment yako hapo. Je, Young African walistahili kwenda hatua inayofuata ya robo finali au walistahili kuishia hapa hapa? Tukutane kwenye comment hadi wakati mwingine. Bye bye.